Kremlin imetangaza kuwa haina njia nyingine isipokuwa kuendeleza vita, ikijibu mabadiliko ya ghafla ya rais wa Marekani Donald Trump kuelekea Ukraini. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, alijibu madai ya Trump kwamba Ukraini ingeweza kushinda vita, akisisitiza Jumatano kuwa Urusi itaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Ukraini kulinda maslahi yao na kufanikisha malengo yao. Tunafanya hivi kwa ajili ya sasa na kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hivyo, hatuna njia nyingine, alisema kupitia mahojiano na kituo cha redio cha RBC cha Urusi. Jumanne, Trump alikuwa ameonyesha kumuunga mkono Rais Volodymyr Zelensky baada ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa. Akachapisha ujumbe wa mtandaoni kuwa Ukraini ipo katika nafasi ya kupigana na kushinda na kuirudisha yote katika hali yake ya kawaida, akiashiria kuwa msimamo wake wa awali wa kutaka ukaribu na Urusi umeisha. Trump alisema Urusi imekuwa ikipigana bila malengo kwa zaidi ya miaka 3.5, vita ambavyo nguvu halisi ya kijeshi ingeweza kumalizika chini ya wiki moja. Trump aliongeza kuwa vita hivyo vinaifanya Urusi ionekane kana kwamba ni simba wa kwenye karatasi, nchi yenye uchumi unaoyumba. Lakini Jumatano, Peskov alikanusha kauli hiyo, akisema Urusi si simba wa karatasi bali dubwana. Hata hivyo, alikiri kuwa uchumi wa Urusi ambao ulikuwa ukikua kwa kasi sasa umekumbwa na changamoto za mfumuko wa bei na ukuaji hafifu. Aidha, alisema ni makosa kudhani Ukraini inaweza kurejesha maeneo yaliyotekwa na majeshi ya Moscow. Wazo kwamba Ukraini inaweza kurudisha kitu chochote kwa mtazamo wetu ni kosa, alisema. Peskov pia alipuuza juhudi za Trump za kuleta urafiki upya na Putin, ikiwemo mkutano wa kilele wa mwezi uliopita, akisema mkutano huo hauwezi kufikia hitimisho. Katika hatua tofauti, Jumatano, Wizara ya Fedha ya Urusi ilipendekeza kuongeza kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani kutoka 20% hadi 22% ili kufadhili ulinzi na usalama, huku wachambuzi wakitabiri ukuaji wa uchumi utashuka hadi 1% kutoka 4.3% mwaka uliopita. Baada ya mkutano wa Alaska na vikao na Zelensky pamoja na viongozi wa Ulaya ikulu ya White House, Trump alitangaza mipango ya kufanikisha mazungumzo ya moja kwa moja baina ya viongozi. Hata hivyo, Putin hakuonyesha nia ya kukutana na Zelensky, na Moscow imezidisha mashambulizi ya mabomu nchini Ukraini, mara nyingi ikilenga raia. Pia Urusi imekuwa ikikiuka anga za Ulaya Mashariki kwa vitisho. Wiki iliyopita, Estonia iliripoti ndege 3 za kivita za Urusi kuingia anga yake, huku Poland ikisema ndege zisizo na rubani 20 za kijeshi za Urusi ziliingia anga yake, jambo linaloongeza hofu miongoni mwa nchi wanachama wa NATO kuhusu kuenea kwa vita. Jumanne, NATO iliionya Urusi kuhusu vitendo vyake, ikikumbusha juu ya uwajibikaji thabiti wa kifungo cha 5 cha mkataba wake wa kuanzishwa kinachowataka wanachama wote kujibu kwa pamoja iwapo mmoja wao atashambuliwa. Jumatano, Ukraini ilifanya shambulio la droni usiku kwenye kiwanda cha kemikali nchini Urusi na kusababisha moto. Shambulio hili lilikuwa la pili katika wiki moja kwenye kituo hicho kikubwa cha viwanda. Kiev imezidisha mashambulizi ya drone dhidi ya miundombinu ya mafuta na gesi ya Urusi katika wiki za hivi karibuni, ikilenga mitambo ya kusafirisha mafuta na mabomu ya gesi yanayouzwa nje ya nchi, huku mazungumzo ya amani yakikwama. Katika tukio jingine, shambulio la drone la Ukraine katika jiji la Novorossiysk kusini mwa Urusi liliwaua watu 2. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa heri kwa sasa.